Ndugu mpenzi mtazamaji wa Nzovu SDA Church TV, tunakaribisha tena katika siku ya leo, siku ya Sabato ya tarehe 28 mwezi wa 6 2025. Ni Sabato maalum ambayo ni special kabisa katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Tulikuwa nayo Sabato ya meza. Niko na mshiriki au muumini wa kanisa hili, nitamani nijue jina lake kisha leo na mazungumzo. Karibu sana ndugu. Asante kwa majina, naitwa Cosmas Mafuma Mama, ni mshiriki wa kanisa la Nzovu, na leo nimefurahi sana kuhudhuria katika kanisa hili, hasa kwa ibada hii ya meza ya Bwana. Asante. Ndugu mshiriki wa kanisa hili, leo ilikuwa ni Sabato nzuri ambayo ni Sabato ambayo ilikuwa na meza ya Bwana. Tuambie hasa ni kitu umekiona au kitu umejifunza, umefurahia vipi kuhusu ushirika wa leo wa meza ya Bwana katika siku ya leo? Ya kikubwa cha jifunza, mhudumu wetu ametembea katika kitabu cha Yohana, na pia tumesoma katika kitabu cha Tumaini na vizazi vyote, tukaona kwamba ni vigumu sana au ni dhambi kubwa kukimbia meza ya Bwana, maana huu ndio ushirika. Hata dhambi zetu tunapata kuoshwa kupitia hiki kikombe au kupitia hii damu au na mkate huu wa meza ya Bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba ni vizuri sana mshiriki wote au msikilizaji atakusikiliza, si vizuri kukimbia meza ya Bwana, maana tunakusana pamoja, tunapata utakaso, tunapata tawazana miguu, tunafanya ushirika pamoja na nani? Na Kristo. Kwa hilo ndio nimelibariki sana katika siku. Nikukumbushe pia ndugu mpenzi mtazamaji kwamba meza ya Bwana huwa ina malengo mbalimbali, hususan ni kusafisha dhambi, lakini pia inaleta uponyaji kwa vile vitu ambavyo au vitu vinavyokusumbua. Hivyo basi leo hii tumepata kuona kitu gani tunatakiwa kukifanya. Tuambie, ili utashiriki meza ya Bwana, kitu gani unazingatia hasa kabla ya kushiriki meza ya Bwana, ili wale ambao wanashindwa kushiriki wajue mambo makuu matatu, na yapo mengi zaidi ya hayo. Hiyo tumekumbushwa mambo matatu kwamba ni vizuri kufanya upatano na yule uliyemkosea, ni vizuri kuweka dhambi zako mbele za Mungu ili uweze kushiriki meza ya Bwana. Pia jambo jingine, ni vizuri kabisa kuwa na amani na kila mtu, ili unapokuja kushikamana meza ya Bwana kupata utakaso ulivyo unaenda na nini. Yes, kama tulivyokuwa tukiangalia meza ya Bwana inaambatana na vitu vya msingi. Cha kwanza ni shirika au kushiriki, kuoshana miguu, ikiwa na maisha ya unyenyekevu kama Kristo alivyofanya yeye, akiwaogesha wanafunzi wake, akiwemo Yuda pamoja na Petro. Lakini pia tunaenda kushiriki vitu vifuatavyo, ikiwemo kula mwili na damu ya Kristo. Mpenzi mtazamaji, nitaka nimuulize, kwa nini unawashauri watu washiriki meza ya Bwana? Kwa nini nawashauri watu washiriki meza ya Bwana? Kwa sababu ni njia pekee ya kufanya upatanisho wewe na Mungu wako. Jambo jingine, ni njia pekee ya kumwendea Kristo. Pale unapopiga magoti na kutawaza miguu, unaonyesha namna gani unashiriki kile Yesu alichokifanya. Kwa hiyo ni njia ya kukufikisha katika ufalme wa Mungu. Tukifanya haya mawili matatu, tunapata upatanisho kati na Mungu. Asante sana, nashukuru sana ndugu mshiriki wa kanisa. Mungu azidi kukubariki na ukawaje sana. Mpenzi mtazamaji wa Nzovu TV, nakaribisha tena katika siku zingine, uzidi kushare pia pamoja na kusubscribe katika channel hii. Na Mungu akubariki, uwe na Sabato njema. Jina langu naitwa Heshimu Elvas Kaheba. Natakie Sabato iliyo bora na nzuri kabisa, wapenzi wote watazamaji wa Nzovu SDA Church TV. Amen. Asante.